Mwanamume aliwahi kumpiga sinema dansa wa ballet kutoka nyuma. Mwendo wake wa dansa ulikuwa mzuri sana hata akawa hawezi kusahau. Ndiyo maana katika siku ya 5 ya maadhimisho ya ndoa yake, alifanya uzinzi na mwanafunzi wa ballet. Kwa sababu tu mwendo wake wa dansa ulikuwa kama ule wa yule dansa wa zamani. Lakini hakujua kuwa msichana huyo alikuwa anafadhiliwa na mkewe mwenyewe. Na ukweli ni kwamba mkewe mwenyewe ndiye alikuwa yule dansa wa ballet aliyekuwa akimtafuta siku zote. Mke alipomwona yule mwanafunzi akicheza, ilimkumbusha siku zake za zamani, wakati ambapo naye alipenda dansa sana. Lakini baada ya ndoa, aliacha ndoto zake na kuwa mama wa nyumbani. Mwanafunzi alimwambia mwanamke kwamba hahitaji pesa tena kwa sababu sasa ana mpenzi tajiri anayemnunulia kila kitu. Lakini alipomwonyesha picha ya mpenzi wake, mke alishtuka kwa sababu yule mtu alikuwa mumewe mwenyewe. Mke hakuamini kuwa mumewe anafanya uzinzi na msichana huyo. Aligundua mwanafunzi amevaa bangili maalum, kile kumbukumbu alichompa mumewe baada ya kifo cha mama yake. Mke alijaribu kukirudisha, lakini wakati wa mapambano bangili lilivunjika na kuanguka chini. Mke akalichukua kwa uchungu machoni pake, lakini yule mwanafunzi alianza kumdhihaki akisema alikuwa na wivu tu na kwamba bangili hilo lilikuwa na thamani zaidi ya pesa alizokuwa amempa, hivyo akataka fidia. Mke alikasirika na kuamua kwenda nyumbani kuzungumza na mumewe, lakini yule msichana mjanja alishika mkono wake na kuanza kupiga kelele kwamba mwanamke huyu amevunja bangili lake na anapaswa kumlipa. Aliwaita wanafunzi wengine na kuanza kumtukana mke mbele ya kila mtu. Wanafunzi wengine pia walimgeukia, wakamuita mtu asiye na haya na hata kujaribu kumpiga. Lakini bahati nzuri, mkuu wa shule aliwasili kwa wakati na kuwazuia. Baadaye, mumewe alipojua tukio hilo, alimleta yule mwanafunzi nyumbani na kujifanya mzuri, akimwambia aombe msamaha kwa mkewe. Lakini mke alimpuuza na kumuuliza moja kwa moja, unawezaje kutoa kumbukumbu ya mama yangu kwa mtu mwingine? Lakini mumewe alianza kumlaumu badala yake, akisema alikuwa anazidisha na si mke mwema. Lakini mke akajibu mara moja, ulipokuwa unafanya uzinzi nje, hukukumbuka kuwa una mke? Mumewe akajibu kwa aibu, kila mtu katika mzunguko huu anafanya vile vile, lakini hakujua kuwa atalipa bei kubwa kwa kosa hili. Ili kulinda sura yake, mumewe alitoa mradi muhimu wa mali isiyohamishika kwa baba wa mkewe. Mradi ule ambao mke wake alikuwa akiuomba kwa zaidi ya mwaka mmoja, lakini alikuwa akikataa kila mara. Sasa ili kumwokoa rafiki yake wa kike, alitoa kwa sekunde moja. Siku iliyofuata walipokwenda kwenye karamu ya kibiashara, mke alijifanya vema mbele ya kila mtu ili kudumu heshima yake, lakini mumewe hakujali hata kidogo. Alikuwa akimtukana mkewe hadharani mbele ya marafiki zake kwa kumlinganisha na rafiki yake wa kike. Hivi karibuni, washirika wake wa biashara walianza kumlazimisha mke kunywa. Alipoomba msaada kutoka kwa mumewe, yule mtu mkatili alikuwa bize na mpenzi wake na akampuuza kabisa mkewe. Hivyo kwa kutotaka, mke alianza kunywa nao. Lakini ghafla, mgeni mmoja aliingilia kati na kumwokoa. Yule mtu alikuwa yule aliyekutana naye siku chache zilizopita kwenye baa. Alikuwa anamfahamu tayari. Ilibadilika kuwa miaka iliyopita alipojeruhiwa vibaya, ni mwanamke yule aliyemwokoa maisha yake. Hivyo mtu huyo alimtambua mara moja na kumwokoa kutoka kwa wale majambazi waliokuwa wakimsumbua. Lakini hatima ilitaka kuwakutanisha tena. Ndiyo maana baada ya miaka mingi walikutana tena, lakini mwanamke hakujua kuwa mtu huyo alikuwa bilionea CEO. Baada ya kuondoka karamoni, yule mtu alimchukua na kumtunza. Siku iliyofuata aliporudi nyumbani, mumewe aliweka hati za talaka mbele yake kwa hasira, akimtishia kwamba asipobadilika atapoteza kila kitu. Lakini bila kusita, mke alitia sahihi.